yani Mungu alitakiwa afanye hivi. Mwanamke apati mimba mpaka umfikishe. Dadeki, yani angecheza kama Pele. Angecheza kama Pele. Mwanamke hapati mimba mpaka afike kishindo. Akifika mwanangu hiyo mngetafuta kila namna. Kwa sababu bila hivyo upati mtoto. Yani hiyo ingekuwa yani Mungu angetisha sana. Ila sasa mbona kama hii kali? Yani kuna wakati huwa na wish hivyo. Yani kama kuna tukifikaga huko tutamuuliza maswali, mimi nitamgonga hiyo saa godi, nitamwambia kwa nini ukufanya hivyo aisee? Yani mwanamke afiki mimba, akifika kileleni ndo mimba iingie. Bila hivyo hakuna kavu. Mngetafuta namna aisee. Mngetafuta namna wewe. Bwana na nyewe wanaume mnatakiwa mjifunze kuna nini kugeuza. Wewe mtu akijilete kuletea nani, you have to hit it better. Kwa sababu wakati mwingine mwanamke anakuwa na kauli mbovu umfikishi. Tafuta namna. Sasa kwa hiyo kauli. Kwa sababu wakati mwingine kisirani unakuta afiki huyo. Afiki. Tafuta namna mnyamazishe. In a good way, mfikishe. Fanya kabisa. Kwa hiyo kati ya vitu vinafanya mwanamke anakuwa na hasira kwa mume wake tofauti na ugomvi yote ile. Nacho pia kinahusika ndani. Kufika. Afiki. Ndio. Na ninataka pia na wanaume wengine wasikie. Kama ambavyo nyie kuna size tofauti, kuna iliyoenda chini, kuna iliyonyanyuka, kuna iliyoenda upande kama nani, kuna iliyoenda straight kama tango, nyingine iko kama ndizi. Mnatakiwa muelewe pia hata makenikia ya sehemu ya mwanamke ziko tofauti. Kuna goat ears, kuna buffalo, kuna nyingine kama ua, kuna nyingine ziko tofauti. Kuna mwingine ana clitoris ndefu kama kama sehemu za siri za mtoto wa kiume mdogo. Kuna mwingine ana kifupi. Kuna wengine kama ambao wameshata fanywa nani tohara hawana. Kwa hiyo ziko aina tofauti na mashavu yakifanya hivi sio kwamba sijui katumika sana, sio kweli. Kwa nini mnatumiaga kwenye mashavu? Sio kweli. Tuna simu hizi na kwa Tanzania wanaume 51% wana smartphones wa mijini. Wana smartphones na wana access ya social media. Kuna mafunzo mengi jua clitoris, jua G-spot, jua jinsi ya kufanya. Yani kuna vitu vingi. Usiende hata kwenye porn. Don't even watch porno. Ile it's more business based. Lakini kuna medical kabisa research na studies zimefanywa. Sio nyingi lakini zipo kuhusu wanawake, maumbile yao. Ndio maana kuna video juzi nimeiona nani Jose, nikasikitika sana. Yule jamaa anasema, wanawake wazuri wanatumika sana, wazuri tu huko nje lakini huko ndani kumeuza. And I was like what is this? Na watu ni kweli sio kweli. Sio kweli Jose. Mimi sijawahi kuona nani za wanawake wengine lakini tumesoma boarding shule ya wasichana. Hauioni huko ilivyokaa lakini unajua kabisa huyu kiko hivi, kingine kimetuna, kingine kimemvimba, kingine kimefanyaje, kingine kimeumuka, kingine kimenywea. Ziko tofauti. Sasa lakini biolojia inatuambiaje? Kwa sababu lazima tufike mahali tunani. Kwa wastani. Kwa wastani ulivyo. Maana kuna urefu. Mwingine anasema huyu nani yake ndefu sana. Like seriously. Kuna urefu, kuna upana. Sasa ukiwa kwenye rested state kama mimi hapa nilivyo hapa, kikawaida kabisa, mwanamke yoyote sehemu zake zikiwa kwenye rested state, hazijawa aroused maana yake zikiamshwa, hazijawa kwenye kuamshwa kwa namna yoyote, urefu wake inakuwa kati ya sentimita 7 mpaka 10. Okay. Kawaida kabisa. Yani huyo hajaamka. Sawa? Yeah. Na inaweza ikastretch mpaka inchi 4. Nice. Kwenda kwenye uzazi sasa hapo tunaongea. Hii ya sentimita 7 mpaka 4 ni urefu, yani kutoka hapa nje mpaka kule kukutana na mlango wa kizazi. Ndo sentimita 10.
sawa sawa. Lakini anapozaa huyo mtu ina stretch kwa sentimita 10 au na ninataka pia na wanaume wengine wasikie. Kama ambavyo nyie kuna size tofauti tofauti, kuna iliyoenda chini, kuna iliyonyanyuka, kuna iliyoenda upande kama nani, kuna iliyoenda straight kama tango, nyingine iko kama ndizi. Mnatakiwa muelewe pia hata makenikia ya sehemu ya mwanamke ziko tofauti. Kuna goat ears, kuna buffalo, kuna nyingine kama ua, kuna nyingine ziko tofauti. Kuna mwingine ana clitoris ndefu kama kama sehemu za siri za mtoto wa kiume mdogo. Kuna mwingine ana kifupi. Kuna wengine kama ambao wameshata fanywa nani tohara hawana. Kwa hiyo ziko aina tofauti tofauti, na mashavu yakifanya hivi sio kwamba sijui katumika sana, sio kweli. Kwa nini mnatumiaga kwenye mashavu? Sio kweli. Sio kweli. Sio kwamba wanawake pengine wanachangia mwanaume kutokuwa na nguvu za kiume akiwa na yeye. Hapo ndo maana nasema mwisho wa siku it has to go back to you. Wewe mwenyewe ndo unatakiwa ujiulize kwamba what is the problem. Okay. Kwa hiyo unajua Jose, pia nafikiri kitu ambacho tunatakiwa tujifunze na hata tufundishe tuwasaidie vizazi vijavyo ni sense ya kukaa chini na kutafakari. You have to tafakari your own life. You have to pay attention. Kwamba kitu gani hakiko sawa. What is wrong? Kwa sababu mara nyingi waga issue sio yule mtu mwingine. Issue huwa ni it goes back to you. Kwamba kuna kitu hakijakaa sawa. So nafikiri hicho ni kitu ambacho a man has to ask himself. Kwamba kuna shida gani bila kumlaumu. Kwa sababu unaponyoosha kidole ukumbuke nyuma kuna hivi vitatu vinakuelekezea. Maana yake if there is an issue ambayo inakuaffect wewe kwa kiasi kikubwa, unatakiwa ujiulize shida ni nini? Kwamba kuna kitu gani? Tatizo gani? Kama kuna vitu vya yule mtu labda anavifanya pasipo yeye kujua, communicate. Labda mchafu. Labda amejifungua, ile harufu ya maziwa inakufanya hivyo. Kauli mbaya. Labda kauli zake. Cha kwanza ambacho kiko kwenye swala la saikolojia au mental ni stress. Stress zinaweza zika affect hali ya nguvu. Na kwa maisha ya mijini tunavyoishi, stress level ziko juu kwa sababu watu tunakimbizana, tunapambana. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hapa nafikiri wengi ndio wanalai kwenye ile ya ananyanyuka lakini anakuwa namna gani vipi. Wengi tuko hapo kwenye mental. Kwa hiyo stress levels ziko juu kwa sababu ya hali ya maisha na mambo kama hayo. Which hiyo sio tatizo ambalo ni kitu ambacho ni yani ni unavoidable. Kwa sababu ni hali ya maisha. Si ndio? Sasa basi jambo lingine, kujihisi insecurity. Anafanya mtu anakosa kufanya vizuri. Mimi kuna mtu alishawahi kuniambia au kwa sababu mimi nina nani ndogo. Tayari. Alafu ni kitu ambacho mimi hata sikuwahi kukiwaza. Lakini hiyo ni mental ya kwake mwenyewe. Mimi sikuwahi kuwaza kabisa kwamba ita nani yake anakibamia. Sikuwahi kabisa kuwaza. Lakini kumbe yeye tayari ameshafanyaje? Ameshajitengea kwenye akili yake. Kuna hiyo pia. Kwa hiyo nafikiri inapokuja kwenye hiyo ya kujifikiria au kuwa na insecurity,